Alidhani yeye ndiye bibi harusi, lakini bwana harusi alikuwa na mipango mingine. Juma alikuwa mwanaume aliyekuwa anaishi maisha ya kawaida, lakini ndani yake kulikuwa na moyo wa kipekee sana. Alikuwa mchapakazi, mnyenyekevu na mtu aliyependa kufanya mambo yake kwa uaminifu mkubwa. Kila asubuhi aliamka mapema kabla ya wengine, akijiandaa kwenda kazini, akipambana ili kujenga maisha bora. Hakupenda kelele wala kujionyesha, lakini kila aliyemjua alimheshimu kwa tabia yake. Miaka ilipita pole pole, na wakati marafiki zake walikuwa wakioa na kuanzisha familia, Juma alibaki kimya. Si kwamba hakutaka, lakini hakuwahi kupata mtu aliyemgusa moyo wake dhati. Alikuwa anaamini kuna siku Mungu angemletea mtu sahihi. Siku moja, alipokuwa katika shughuli zake za kawaida, alikutana na Amina. Ilikuwa ni kukutana kwa bahati tu, lakini kulibadilisha kila kitu ndani ya moyo wake. Amina alikuwa na tabasamu la kuvutia na sauti ya upole iliyomfanya Juma ahisi amani. Kuanzia siku hiyo, moyo wake ulianza kuamini tena. Hakujua kuwa safari hiyo mpya ilikuwa na siri nzito iliyokuwa ikimsubiri mbele. Mahusiano kati ya Juma na Amina yalikuwa haraka kuliko walivyotarajia. Kila walipokutana, kulikuwa na furaha ya kweli, ile inayotoka moyoni bila kujilazimisha. Juma alimpa Amina heshima kubwa sana, akimhudumia kwa upendo na kumjali kwa kila namna. Hakutaka kumkosea hata kidogo, na kila alipomwangalia, aliona maisha aliyokuwa akitamani kwa muda mrefu. Amina naye alijitahidi kuonyesha upendo ule ule. Alikuwa mpole, mwenye maneno mazuri, na alijua jinsi ya kumfanya Juma ajisikie muhimu. Walizungumza kuhusu ndoto zao, mipango yao ya baadaye na maisha watakaojenga pamoja. Kwa nje, kila kitu kilionekana kuwa kamilifu, lakini ndani ya moyo wa Amina kulikuwa na mzigo mzito ambao hakuweza kushiriki. Kila alipokuwa peke yake, mawazo yake yalimrudia, yakimkumbusha ukweli ambao alikuwa akijaribu kuuficha. Alijua kuwa kuna jambo ambalo lingeweza kuvunja kila kitu alichokuwa akijenga. Alijaribu kujipa moyo akisema, labda mambo yatakuwa sawa. Lakini hata yeye mwenyewe hakukuwa na uhakika. Siku moja, Amina alimuita Juma kwa sauti ya upole, lakini yenye uzito. Walikuwa wamekaa pamoja na kulikuwa na ukimya kidogo kabla hajaanza kuzungumza. Juma alimtazama kwa makini, akihisi kuna jambo muhimu linakuja. Nina jambo la kukuambia, Amina alisema polepole. Juma alitabasamu kidogo. Sema, nakusikiliza. Amina alivuta pumzi ndefu kabla ya kusema maneno yaliyobadilisha kila kitu. Nina mimba. Kwa sekunde chache, Juma alikaa kimya kabisa. Halafu uso wake ukabadilika ghafla, ukajaa mshangao na furaha isiyoelezeka. Alisimama na kumkumbatia Amina kwa nguvu, kana kwamba amepewa zawadi kubwa kuliko zote maishani. Kweli kabisa? Aliuliza kwa furaha. Amina alitikisa kichwa, lakini ndani yake kulikuwa na hofu iliyoongezeka. Juma alianza kuzungumza kwa msisimko kuhusu mtoto wao, ndoto zake na maisha mapya yaliyokuwa mbele yao. Hakujua kuwa ukweli ulikuwa tofauti kabisa na alivyofikiria. Na Amina alijua, lakini alichagua kunyamaza. Baada ya habari ile, Juma hakupoteza muda hata kidogo. Alijua wazi kile alichotaka kufanya. Kwa mtazamo wake, ilikuwa ni wajibu na heshima kuhakikisha kwamba mtoto wake anazaliwa katika familia yenye msingi mzuri. Tutafunga ndoa haraka iwezekanavyo, alisema kwa msimamo. Familia yake ilifurahia sana uamuzi huo. Wazazi wake walimpongeza kwa kuwa mwanaume mwenye kuwajibika, na marafiki zake waliona kama hatua ya busara. Kila mtu alizungumza kuhusu baraka zinazokuja na familia. Maandalizi ya harusi yalianza mara moja. Kulikuwa na pilika-pilika, mipango na matumaini makubwa. Juma alijitahidi kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Hakutaka siku hiyo iwe na kasoro yoyote. Kwa upande wa Amina, alionekana kuwa na furaha. Alivalia tabasamu kila siku, akishiriki katika mipango na kuonyesha shukrani kwa Juma. Lakini usiku walipokuwa peke yake, machozi yalikuwa hayakosi. Alijua anakaribia kuingia katika maisha mapya,
lakini maisha hayo yalijengwa juu ya siri ambayo haikudumu milele. Wakati maandalizi yakiendelea, kulikuwa na mtu mmoja ambaye hakujua amani. Mtu ambaye alihisi kuna kitu kinachomnyang'anya haki yake. Yule mwanaume ambaye Amina alikuwa naye kabla ya kukutana na Juma. Alikuwa amepotea kwa muda, lakini hakusahau. Siku moja alipata habari kuhusu harusi inayokuja. Aliona picha, akasikia watu wakizungumza, na polepole alianza kuelewa kilichokuwa kinaendelea. Hawezi kufanya hivi, alisema kwa hasira. Alianza kufuatilia kwa karibu zaidi, akikusanya ukweli, akihakikisha anajua kila kitu. Kila alipofikiria kuhusu mtoto, moyo wake ulijaa mchanganyiko wa hasira na maumivu. Huyo ni mtoto wangu, alijiambia tena na tena. Na kadri siku ya harusi ilivyokaribia, alifanya uamuzi mmoja muhimu. Hata nyamaza. Hata kubali maisha yake yafutwe kimya kimya. Na siku hiyo itakapofika, atakuwepo. Siku ya harusi ilifika kama ndoto iliyokuwa imesubiriwa kwa muda mrefu. Jua lilichomoza kwa utulivu, kana kwamba lilibariki mwanzo mpya wa maisha ya Juma. Uwanja ulikuwa umeandaliwa vizuri, wageni wakifika mmoja baada ya mwingine, wakivalia nyuso za furaha na matumaini. Juma alisimama mbele, akiwa amevaa suti yake kwa nadhifu, macho yake yakizunguka uwanja huku akiwatafuta wale aliowapenda. Kila mtu aliyemwangalia aliona mwanaume mwenye furaha, mwenye uhakika wa maisha yake na tayari kuanza familia yake. Ndani ya moyo wake alijisikia amekamilika. Alikumbuka safari yake yote, miaka ya upweke, bidii na matumaini yaliyomfanya afike hapo. Leo ilikuwa siku ya mavuno yake. Wakati huo huo, Amina alikuwa ndani akijiandaa. Alivaa gauni lake kwa utulivu, lakini mikono yake ilikuwa ikitetemeka kidogo. Alijaribu kutabasamu mbele ya wanawake waliokuwa karibu naye, lakini macho yake yalionyesha kitu tofauti: hofu. Sauti ndogo ndani yake ilimwambia kuwa ukweli hauwezi kufichwa milele, lakini ilikuwa tayari kuchelewa kurudi nyuma. Mziki ulianza polepole na wageni wote wakasimama. Macho yote yalielekezwa nyuma pale ambapo Amina alianza kutembea kuelekea mbele. Alionekana mrembo sana, kila hatua yake ikiwa ya utulivu lakini yenye uzito mkubwa moyoni. Juma alipomuona, moyo wake ulijaa furaha isiyoelezeka. Alitabasamu kwa upendo, akiamini kuwa ndoto yake ilikuwa inatimia mbele ya macho yake. Hatimaye, alijiambia kimoyomoyo. Amina alipofika karibu naye, waliinana macho kwa sekunde chache. Juma aliona upendo, lakini Amina alihisi aibu na hofu zikichanganyika ndani yake. Mchungaji alianza kuzungumza, akielezea maana ya ndoa, uaminifu na ahadi ya maisha. Wageni walisikiliza kwa makini, wengine wakitabasamu, wengine wakikumbuka safari zao za ndoa. Je, uko tayari? Mchungaji alianza kumuuliza Juma. Kabla hajamaliza swali lake, sauti kali ilikatiza hewa. Simamisheni hiyo harusi! Kila mtu aligeuka kwa mshangao. Na hapo ndipo kila kitu kilianza kubadilika. Mwanaume mmoja aliingia kwa haraka, uso wake ukiwa na hasira iliyochanganyika na maumivu ya ndani. Hakutazama pembeni wala kuonyesha heshima ya hafla ile. Alikuwa na lengo moja tu: kusema ukweli. Alitembea moja kwa moja kuelekea mbele, macho yake yakimlenga Amina. Amina, sema ukweli, alisema kwa sauti ya wazi. Ukumbi mzima ulitulia, watu walibaki kimya wakisubiri kuelewa kinachoendelea. Juma alikunja uso, akimwangalia yule mwanaume kwa mashaka. Wewe ni nani? Aliuliza kwa sauti yenye ukali kidogo. Mwanaume hakumjibu mara moja. Badala yake, alimwangalia Amina tena. Usimfanye aishi uongo, alisema. Amina alitetemeka, midomo yake ilifunguka, lakini hakukuwa na maneno yaliyotoka. Mwanaume akavuta pumzi ndefu, kisha akasema maneno yaliyoshtua kila mtu. Mtoto huyo si wake. Kimya kizito kilitanda ghafla.
Juma alitabasamu kidogo, kama mtu anayekataa kusikia ukweli. "Unamaanisha nini?" aliuliza polepole. Mwanaume alimwangalia moja kwa moja. "Huyo mtoto ni wangu." Wakati huo, kila jicho lilikuwa kwa Amina. Hakukuwa na pa kujificha tena. Ukweli ulikuwa umesimama mbele yake, ukimsubiri akubali au aukatae. Juma aligeuka polepole kumtazama. "Ni kweli?" aliuliza kwa sauti ya chini, lakini yenye uzito mkubwa. Amina alishindwa kuzungumza mara moja. Machozi yalianza kumtoka, yakiteleza polepole kwenye mashavu yake. Alijaribu kuinua macho yake kumwangalia Juma, lakini alishindwa kuvumilia uzito wa macho yake yaliyojaa maumivu. Kimya chake kilikuwa jibu. Juma alirudi nyuma hatua moja, kana kwamba ardhi ilikuwa imeteleza chini ya miguu yake. Kila kitu alichokuwa naamini, mapenzi, familia, mtoto, kilianza kuvunjika mbele yake. "Kwa nini?" aliuliza tena, sauti yake ikiwa dhaifu. Amina alilia kwa uchungu. "Nilikuwa naogopa kukuambia, nilihitaji mtu wa kunistiri, nilidhani ningeweza kurekebisha mambo baadaye." Lakini maneno hayo hayakuwa na nguvu tena. Ukweli ulikuwa umechelewa, na madhara yake yalikuwa makubwa kuliko alivyotarajia. Ukumbi ulikuwa kimya kabisa. Hakuna aliyethubutu kusema chochote. Kila mtu alikuwa akishuhudia tukio ambalo halikuwa la kawaida, ndoto ikivunjika mbele ya macho yao. Juma alisimama kimya kwa muda mrefu. Uso wake haukuwa na hasira wala kelele. Ilikuwa ni maumivu ya ndani yaliyofichwa kwa utulivu wa ajabu. Polepole alitoa pete mfukoni mwake. Aliitazama kwa sekunde chache. Kisha akamwangalia Amina. "Uaminifu ndio msingi wa kila kitu," alisema kwa sauti tulivu lakini thabiti. Hakukuwa na kelele. Hakukuwa na lawama nyingi. Aligeuka na kuanza kutembea kuondoka. Hatua zake zilikuwa nzito, lakini zilikuwa na uhakika. Hakutazama nyuma. Amina alibaki pale, akilia, akiwa amepoteza si tu harusi, bali pia heshima na uaminifu wa mtu aliyempenda kwa dhati. Mwanaume aliyedai mtoto alisimama kimya, akiwa na ukweli wake, lakini bila furaha yoyote. Na siku ile haikuwa tu harusi iliyovunjika, ilikuwa somo kali kwamba uongo unaweza kujenga kwa muda, lakini ukweli huja kuvunja kila kitu kwa mara moja.